Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Marekani imetangaza donge nono kwa yeyote ambaye atatoa taarifa juu ya kuwepo kwa maafisa wakuu wa jeshi, lakini pia ujasusi wa Iran, lakini pia kiongozi mkuu mpya Ayatollah Mujtaba Khamenei. Marekani inatoa zawadi ya hadi dola milioni 10 kwa habari ambayo itafichua wapi walipo maafisa wakuu wa jeshi, lakini pia majasusi na kiongozi mkuu wa taifa hilo. Zawadi hiyo inalenga maafisa 10 wanaohusishwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC, kulingana na tovuti ya Wizara ya Mambo ya Nje. Kikosi cha kijeshi kilichoundwa baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran mwaka 1979 ndiyo ambacho kimekuwa mtiifu kwa kiongozi mkuu na kina jukumu la kulinda uanzishwaji wa viongozi wa kidini wa Kishia. Mujtaba Khamenei hivi majuzi amemrithi baba yake Ali Khamenei kama kiongozi mkuu wa Iran baada ya mzee Khamenei kuuawa pamoja na maafisa wengine kadhaa wakuu wa Iran katika mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel yaliyoanza mnamo Februari 28. Khamenei mdogo aliaminika kujeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanywa na Iran na Israel na Marekani. Hajaonekana hadharani tangu wakati huo, ingawa alitoa taarifa yake siku ya Alhamisi. Marekani inatafuta taarifa kuhusu mkuu wa usalama wa Iran Ali Larijani, waziri wa ujasusi Esmail Khatib, waziri wa mambo ya ndani Eskander Momen na maafisa wawili katika ofisi ya Khamenei. Ali Larijani siku ya jana, licha ya kwamba anatafutwa na anatambua vema kwamba anatafutwa na Marekani, alionekana hadharani siku ya Ijumaa katika video zilizothibitishwa na Reuters akiwa na Rais Masoud Pezeshkian na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi wakihudhuria mkutano wa hadhara mjini Tehran, licha ya madai ya waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth kwamba uongozi wa Iran ulikuwa waoga chini. Pete Hegseth anaamini viongozi wa Iran ni waoga, lakini viongozi wa Iran walimuonyesha kwamba wao si waoga, na hata baada ya taarifa kugundulika kwamba wapo mtaani, Marekani imeripua bomu ambalo lilimuua mwanamke mmoja. Taarifa ya zawadi pia imeorodhesha maafisa wengine 4 akiwemo kamanda wa IRGC na katibu wa baraza la ulinzi, lakini haijumuishi majina au picha zao. Watu hawa wanaamuru na kuelekeza vipengele mbalimbali vya IRGC ambavyo vinapinga kupanga na kutekeleza ugaidi duniani kote, idara ya vita ilisema. Walinzi wa mapinduzi hawakuweza kupatikana mara moja ili kutoa maoni yao siku ya jana Ijumaa, siku ya mapumziko ya kila wiki nchini Iran. Ujumbe wa Iran kwa Umoja wa Mataifa huko New York haukujibu mara moja ombi la maoni. Marekani imekitaja kikosi cha IRGC kama shirika la kigeni la kigaidi, ikilituhumu kuhusika na mashambulizi ambayo yamewaua raia wa Marekani. Washington pia imeshutumu Iran kwa kupanga njama za mauaji dhidi ya Rais Donald Trump na maafisa wengine wa Marekani kwa kulipiza kisasi mauaji ya kamanda wa jeshi la Iran Qasem Soleimani mwaka 2020.